Shalom. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa katika ndoto yako ukakuta umelala alafu ukawa umeota ndoto umevaa wigi. Umevaa wigi kichwani. Yaani unaona kabisa nywele sio za kwako, umevaa wigi. Ninapoongelea wigi nadhani unaelewa. Sasa kiroho kila ndoto inakuwa imebeba tafasiri zake au inakuwa imebeba maana yake na maelekezo yake. Sasa ukiletewa ndoto ukiona kwamba umevaa wigi kichwani, maana hapo ni Roho Mtakatifu anakuonyesha wazi kwamba wewe ni mtu ambaye utembei katika uhalisia. Katika uhalisia wa maisha. Ni mtu unafeki maisha, unafeki huduma, unafeki mambo yako mengi sana. Ni mtu hutaki kwenda katika uhalisia. Kwa hiyo Mungu anakuonyesha wazi kwamba ukiendelea na hiyo roho itakugharimu. Itagharimu sana mambo yako, yatakuwa yaendi vizuri, itagharimu sana mambo yako mengi. Utakuwa unatumia nguvu kubwa ya kuvusha mambo. Kwa hiyo ukiletewa ndoto ya namna hii ukiona kwamba umevaa wigi, ni alama kwamba wewe ni mtu ambaye unapenda kukopi, unapenda kufeki maisha, unapenda kufeki huduma, unapenda kufeki mambo mbalimbali ya kikazi ya nini. Ndio maana leo unakuta vijana kuna namna hana gari lakini yuko lazi akakodishe kule anakoenda ili mradi tu akapokelewe kifalme kwa sababu ya jinsi alivyojiweka au jinsi anavyojiona. Sasa ni muhimu sana ukajiweka katika uhalisia wako. Ukijiweka katika uhalisia ndipo Mungu atakuinua kwa wakati wake na kwa majira ya kwake yeye. Kwa hiyo ukiletewa ndoto ya namna hii, uhitaji kuipuuza, uhitaji kuidharau, zaidi sana unahitaji kusimama katika utakatifu, unahitaji kusimama katika unyenyekevu, unahitaji kusimama katika uhalisia wako. Kwa hiyo ni muhimu sana ukanyenyekea mbele za Bwana katika maombi ya toba, lakini pia ukanyenyekea mbele za Bwana kumwomba Mungu akuinue kwa wakati wake na kwa majira yake ambayo anakuwa ameyakusudia ili uweze kuinuka. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Hosea. Usiache kufollow akaunti hii ili kupata mafundisho mbalimbali yanapotoka. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Shalom. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa katika ndoto yako ukakuta umelala alafu ukawa umeota ndoto umevaa wigi. Umevaa wigi kichwani. Yaani unaona kabisa nywele sio za kwako, umevaa wigi. Ninapoongelea wigi nadhani unaelewa. Sasa kiroho kila ndoto inakuwa imebeba tafasiri zake au inakuwa imebeba maana yake na maelekezo yake. Sasa ukiletewa ndoto ukiona kwamba umevaa wigi kichwani, maana hapo ni Roho Mtakatifu anakuonyesha wazi kwamba wewe ni mtu ambaye utembei katika uhalisia. Katika uhalisia wa maisha. Ni mtu unafeki maisha, unafeki huduma, unafeki mambo yako mengi sana. Ni mtu hutaki kwenda katika uhalisia. Kwa hiyo Mungu anakuonyesha wazi kwamba ukiendelea na hiyo roho itakugharimu. Itagharimu sana mambo yako, yatakuwa yaendi vizuri, itagharimu sana mambo yako mengi. Utakuwa unatumia nguvu kubwa ya kuvusha mambo. Kwa hiyo ukiletewa ndoto ya namna hii ukiona kwamba umevaa wigi, ni alama kwamba wewe ni mtu ambaye unapenda kukopi, unapenda kufeki maisha, unapenda kufeki huduma, unapenda kufeki mambo mbalimbali ya kikazi ya nini. Ndio maana leo unakuta vijana kuna namna hana gari lakini yuko lazi akakodishe kule anakoenda ili mradi tu akapokelewe kifalme kwa sababu ya jinsi alivyojiweka au jinsi anavyojiona. Sasa ni muhimu sana ukajiweka katika uhalisia wako. Ukijiweka katika uhalisia ndipo Mungu atakuinua kwa wakati wake na kwa majira ya kwake yeye. Kwa hiyo ukiletewa ndoto ya namna hii, uhitaji kuipuuza, uhitaji kuidharau, zaidi sana unahitaji kusimama katika utakatifu, unahitaji kusimama katika unyenyekevu, unahitaji kusimama katika uhalisia wako. Kwa hiyo ni muhimu sana ukanyenyekea mbele za Bwana katika maombi ya toba, lakini pia ukanyenyekea mbele za Bwana kumwomba Mungu akuinue kwa wakati wake na kwa majira yake ambayo anakuwa ameyakusudia ili uweze kuinuka. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Hosea. Usiache kufollow akaunti hii ili kupata mafundisho mbalimbali yanapotoka. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.